Mtazamaji wa Sepetu TV, karibu kwenye simulizi kubwa inayohusu kundi kubwa kuwahi kutokea, kundi la kihalifu. Ungana nami, mimi ni Hans K Senior katika simulizi hii. Na kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa na matukio mbalimbali. Lakini usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata ujumbe ama notification ya kile ambacho tumeweka kwenye channel hii. Miaka ya 1980 na 1990 iligubikwa na vita vya umwagaji damu kati ya serikali na makundi makubwa ya kihalifu. Wote tunaijua hadithi ya Pablo Escobar. Je, unaifahamu kweli? Au kwa wale waliozaliwa 1980 mpaka 1990 bila shaka wananipata vyema kabisa. Lakini kulikuwa na mwanamke mwingine ambaye alikuwa ni katili zaidi kuwahi kutokea. Huyu alitawala jiji la Miami na Colombia kwa mkono wa chuma. Si mwingine, huyu ni Griselda Blanco, anayefahamika kama La Madrina au Malkia wa Cocaine. Hii ni simulizi ya kweli ya usiku mmoja wa hatari sana. Mnamo mwaka 1989 mjini Medellin, ambapo mkondo wa kundi lake la kihalifu ulipishana kwa sekunde chache na maisha ya rais wa nchi hiyo Vigilio Blanco Vargas kwenye mtego wa siri uliopangwa kufanywa juu ya ghorofa ya kifahari. Fuatana nami ili uweze kufahamu nini ambacho kilitokea. Lakini ili kuelewa uzito wa usiku huu, ni lazima uwajue wahusika wakuu watatu waliokuwa kwenye ramani moja ya kifo. Ndiyo, ni ramani ya kifo, sio ramani ya dunia. Wa kwanza ni Rais Vigilio Blanco, kiongozi hatari wa Colombia, ambaye mwaka 1989 alitangaza vita vya wazi dhidi ya makundi ya madawa ya kulevya, akiruhusu mkataba wa kuwapeleka wafungwa wa madawa nchini Marekani. Hii ilimfanya awe adui namba moja wa wahalifu wote duniani. Lakini wa pili ni Griselda Blanco. Huyu ni malkia wa cocaine ambaye alitoroka Marekani na kurudi Colombia kuendesha genge lake kwa siri. Alijulikana kwa mtindo wa kutumia wauaji wa pikipiki na hakuwa na hofu ya kuua maafisa wa serikali. Watatu ni Jorge Ayala, maarufu kama Rivi. Huyu ni muuaji mkuu wa kukodiwa na mtiifu wa bidada Griselda Blanco. Rivi alikuwa mtaalamu wa kutega mabomu na kuvamia majengo bila kuacha alama kabisa. Lakini Novemba 1989, Rais Blanco alikuwa asafiri kwa siri kubwa kwenda mji wa Medellin kukutana na wamiliki wa viwanda ili kujadili usalama wa mji huo uliokuwa unateketea kwa mabomu. Lakini kwa sababu za kiusalama, ikulu haikutangaza hoteli ambayo rais angefikia wala muda wa msafara wake. Hata hivyo, kundi la siri la Griselda Blanco lilikuwa limeshawahonga maafisa wa ngazi ya juu wa polisi wa jiji hilo. Masaa machache kabla ya rais kutua, Griselda alipokea ujumbe mfupi ukisema, ndege ya rais inatua saa 4 usiku. Atakaa kwenye ghorofa ya 22, yaani presidential suite ya hoteli ya Intercontinental. Griselda alimuita Rivi Ayala na kumpa amri fupi ikisema, hii ndiyo nafasi yetu ya kuonyesha nani anamiliki nchi hii. Sitaki rais huyo aone jua la kesho asubuhi. Rivi Ayala alikusanya kikosi cha makomando wa kihalifu 12. Walivaa suti nyeusi zilizofanana na zile za walinzi binafsi wa rais, yani Secret Service, na kubeba bunduki za kisasa za kijeshi zilizofichwa kwenye mabegi ya golf. Majira ya saa 5 usiku, kikosi hicho kiliingia hotelini hapo kupitia mlango wa nyuma wa jikoni. Baada ya kumfunga kamba na kumziba mdomo meneja wa zamu, walitumia lifti ya mizigo kupanda hadi ghorofa ya 21. Walipanga kupanda ngazi za dharura hadi ghorofa ya 22 ambapo rais alikuwa amepumzika baada ya safari. Wakiwa kwenye ngazi hizo, Rivi
alitoa bastola yake yenye kizuio sauti, yani silencer, tayari kuwazima walinzi wawili waliokuwa wamesimama nje ya mlango wa rais. Kwenye zile sekunde za taharuki ambapo mkono wa muuaji ulikuwa mita chache tu kutoka kwenye chumba cha rais wa nchi, kitu kimoja kidogo kilibadili historia yake, na kilibadili historia yote. Ni nini hicho ambacho kilibadili? Mkuu wa walinzi wa rais, Kanali Martinez, alikuwa na tabia ya wasiwasi sana. Dakika 15 kabla ya wauaji hawajafika, alimshauri Rais Bako kuwa hoteli hiyo ilikuwa na madirisha mengi makubwa yanayoweza kuruhusu wadunguzi, yani snipers, kumpiga kutoka magorofa ya jirani bila kumwambia mtu yeyote hotelini humo. Alimhamisha rais usiku huo huo kwa siri kupitia lift ya dharura kwenda kwenye ngome ya kijeshi iliyokuwa karibu ya Bataloni Bombona. Wakati Rivi na watu wake walipovunja milango ya chumba cha ghorofa hiyo ya 22, walikuta chumba hicho kitupu kabisa, huku kikombe cha kahawa cha rais kikiwa bado cha moto juu ya meza. Wakajua kuwa wameshagundulika. Wauaji hao walitoroka haraka kabla ya jeshi halijazingira hoteli hiyo. Huu ukawa mwanzo na mwisho wa kundi la Griselda Blanco nchini Colombia. Rais Bako akiwa amekasirishwa na dharura ya kundi hilo kutaka kumuua ndani ya chumba chake, aliamuru operesheni kubwa ya kijeshi iliyopewa jina la Search Block. Ndani ya miezi michache, washirika wengi wa Griselda walikamatwa. Rivi Ayala alikamatwa nchini Marekani na kufungwa jela maisha, wakati Griselda Blanco mwenyewe alikuja kuuawa miaka mingine baadaye. Aliuawa mwaka 2012 mjini Medellin kwa kupigwa risasi 2 za kichwa akiwa anatoka sokoni kununua nyama. Na huo ndio ukawa mwisho wa kundi hili la kihalifu ambalo lilikuwa likiongozwa na bidada Griselda. Baada ya hapo, rais alipona na kuendelea na majukumu yake. Hii ni simulizi iliyotokea katika miaka hiyo ya 1989 mpaka 1990. Usikose kufuatilia simulizi zingine kupitia YouTube channel ya Sepetu TV. Subscribe, lakini pia usisahau kushare kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ili uweze kuwa wa kwanza pia kupata taarifa. Usisahau kubonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa hizo. Tunapatikana kupitia Instagram, andika Sepetu TV, lakini pia TikTok, Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Hans K.